Mimi nitaendelea kuitimiza ahadi yangu kwa kuhakikisha kwamba unapata information zote za entertainment ambazo zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii sehemu tofauti zinazohusu mastaa na washikaji ambao unawaaminia. Nafahamu moja kati ya matukio makubwa ambayo yana trend sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ni issue ya Ibra kutaka kuondoka Konde Gang, na yale majibu ambayo anayapata kutoka kwa CEO wa Konde Gang, nikimaanisha Harmonize, ambaye amedai kwamba ni lazima Ibra alipe bilioni 1. Mimi ni Tudanzo, kama ambavyo nimekuambia mshikaji ambaye anakusogezea information ya entertainment. Hii hapa ni Clouds Digital. Sasa nilikwambia kuhusiana na issue pia ya Harmonize na kuanza kumtupia vijembe Diamond Platnumz jana, baada ya Diamond Platnumz kutangaza ama kushare post ambayo inamuonyesha anasikiliza ama ameweka wimbo wa Ibra kama sehemu ya muziki kwenye Instagram yake. Sasa baada ya majibizano mengi ya Harmonize pamoja na Ibra, Konde Music Worldwide ama Harmonize Entertainment Limited, ambayo ndo wamiliki wa label ya Konde Gang, imeamua kuweka rasmi kabisa taarifa kwa umma ya kumtaka Ibra aache kuendelea kutoa kazi kwa sababu bado ni msanii wao. So taarifa hii kwa umma imeandikwa Harmonize Entertainment Limited, taarifa kwa umma, na ilitolewa Jumapili jana, mwezi wa tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2025. Uongozi wa kampuni ya Harmonize Entertainment Limited kupitia label yake ya Konde Gang Music Worldwide inapenda kutoa taarifa kwa umma kama ifuatavyo. 1. Mnamo tarehe 3 mwezi wa 5 2025 tulipokea taarifa ya madai, demand notice, kutoka kwa wakili wa msanii wetu Ibrahim Abdallah Napunga Ibra. Barua hiyo iliainisha madai kadhaa ambayo uongozi umeanza kufanyia kazi mara tu baada ya kuipokea, kwa mujibu wa taarifa za kisheria na kikatiba. 2. Licha ya juhudi zetu kujaribu kumuelekeza msanii taratibu za kufuata kulingana na mkataba wake, hivi karibuni tumebaini kuwepo kwa machapisho, matamshi na mawasiliano kutoka kwa Ibra katika vyombo vya habari mbalimbali na mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook. Machapisho hayo yanaonyesha malalamiko ya lugha isiyofaa kwa afya ya lebo pamoja na kumuhusisha mkurugenzi muwezeshaji wa lebo ambaye bado anaendelea kufanya kazi chini ya lebo hiyo. Tungependa kufafanua kuwa machapisho na matamshi hayo si tu yanachafua taswira ya lebo na msanii wake, bali pia yanakiuka utamaduni wetu kama wa Tanzania na kukiuka masharti ya mkataba uliosainiwa na lebo hii. Aidha, yanaenda kinyume na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kampuni yetu inahifadhi haki zake zote za kisheria katika suala hili. 3. Wakati huu ambako mchakato wa kushughulikia suala hili unaendelea, umma unapaswa kufahamu kwamba Ibra bado ni msanii halali wa label ya Konde Gang Music Worldwide na ana haki za kuendelea au kusitisha mkataba wake kwa kufuata na kuzingatia taratibu rasmi zilizowekwa katika mkataba aliosign. Kufuatia hali inayoendelea, uongozi wa Konde Music Worldwide umechukua hatua zifuatavyo, ambayo hatua A, kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5, kwa maana kwamba jana Jumapili, umesimamisha rasmi msanii wake Ibra Abdallah Napunga ambaye ni Ibra kutoa na kushiriki katika shughuli zote za kimuziki kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wake na label. Kusimamishwa huku kutabaki hadi pale swala lake litakapopatiwa ufumbuzi wa kudumu kwa mujibu wa mkataba wake na sheria za Tanzania. B, inampiga marufuku Ibra dhidi ya kuchapisha, kutamka au kufanya mawasiliano yoyote kuhusiana na swala hili kwenye vyombo vya habari au mitandao ya kijamii kama vile Instagram, WhatsApp na Facebook. Na hii ni pamoja na mawasiliano ya aina yoyote ambayo yanaweza kuharibu taswira ya lebo na kumdhalilisha mkurugenzi mwekezaji wa lebo hiyo ambaye ni msanii. Tunatoa onyo kali kwamba iwapo haya yatakiukwa, lebo haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yake kama katika mahakama ya Tanzania. Lebo ya Konde Gang Music Worldwide inaendelea kutoa wito kwa msanii Ibra kufuata taratibu sahihi za mawasiliano kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wake,
kufikia suluhisho lenye manufaa kwa pande zote mbili. Imetolewa na Konde Gang Music Worldwide. So hii ilikuwa ni kwa ajili ya kumzuia ama kumtaka Ibra asifanye kazi zozote za muziki mpaka pale ambapo jambo lao litawekwa sawa. Ingawa wapo baadhi ya watu ambao wameargue kwamba kwa nini Ibra anatakiwa asiongee, wakati mara nyingine imeonekana kama ni Harmonize ndo alikuwa amechechusha. Kwa mfano issue ya jana, watu wengi wameargue kwamba ni Harmonize ndo alianza kumuita mdogo wake ana roho mbaya, hataki kumsikiliza. Ndivyo ambavyo Ibra alijikuta pia anafunguka vitu vingi. So kwa sababu wameitwa BASATA pia, sisi tunatakiwa tusubiri tu nini kitaendelea. Naitwa Danzo, kazi yangu ni kuhakikisha unapata information zote kali za entertainment.